Karibu sana katika Viwanjani, siku ambayo imebarikiwa na Mwenyezi Mungu kwa kweli. Jiji Dar es Salaam likitota kwa hali ya mvua. Karibu sana, siku nzuri sana. Mimi ni Saidi Salibu Msumi ambaye ninakukaribisha kwa wakati huu hapa. Kuna mengi sana ambayo tutaweza kuyaangazia katika siku hii hapa ya leo. Moja wapo ni kuhusiana na uhondo wa ligi kuu ya NBC ukizidi kushika kasi hapo jana kwa Simba Sports Club akitoka nyuma kwa bao 1-0 na kupata ushindi wa bao 2-1 katika uwanja wa KMC Complex. Tutakuja kuangazia gap la alama ambalo Simba Sports Club wamelivuta hivi sasa mpaka alama 1 dhidi ya wapinzani wao Young Africans. Lakini pia uhondo wa ligi hiyo ya NBC unataraji tena kuendelea hii leo, michezo kadhaa ikiweza kuchezwa, Mashujaa wakiwa wanapambana. Tutakwenda kuangazia Kagera wana Super Nkurukumbi, Tanzania Prisons na hati yao ya kutotaka kushuka daraja. Lakini bila kusahau pia tutaangazia michezo mingine ambayo inataraji kuchezwa hapo kesho ndani ya ligi kuu ya NBC. Lakini mchango wa Jean Charles Ahoua pamoja na Steven Dese Mukwala pamoja na Lionel Ateba Mbida, na yeye tuenda kuangazia kwa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ambao wana kibarua kizito dhidi ya RS Berkane. Tutakwenda kuangazia pia masuala mazima ya utalii na michezo. Lakini barani Afrika tutakwenda kuangazia kuhusiana na Mohamed Nasruddin Nabi na kufuta ukame wa makombe kwa miaka 10 ndani ya kikosi cha Kaizer Chiefs Amakosi the Grammar Boys, Kosi for Life kutokea nchini Afrika ya Kusini, wakipata ushindi mbele ya wapinzani wao Orlando Pirates the Buccaneers. Nini kinaisibu Orlando kwa wakati huu baada ya Jose Riveiro kutangaza mapema kwamba ataondoka ndani ya Orlando? Ndicho chanzo ama la? Tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Chicha Guluva Kaizer Mountain ambaye ni mmiliki wa kikosi cha Kaizer Chiefs. Ukiachana na hayo, Mamelodi Sundowns, Masanda wana, Yellow Nation, the sky is limit, bado alama 1 kutangazwa kwa mabingwa PSL. Lakini tutakwenda kuangazia Algeria kufuzu CHAN na masuala mengine kwa ujumla wake. Wakati katika soka la the pitch tutakwenda kuangazia ligi mbalimbali zikizidi kushika kasi. Hapo jana katika El Clasico ni ushindi wa bao 4-3 dhidi ya Real Madrid, FC Barcelona wakipata ushindi huo nyumbani wakitoka nyuma kwa bao 2-0. Hat-trick ya Mbappe na yenyewe pia tutaigusia hapa, bila kusahau soka la Italia. Lakini tutazungumza yote, lakini kubwa zaidi hapa nyumbani ni kuhusiana na msiba mzito wa gwiji wa habari hapa nyumbani Tanzania kwa takriban miaka 40, Charles Hilary Martin Mkwanga ambaye amedumu katika station mbalimbali akipita RTD, akipita Radio 1, akipita hapa Azam Media kwa kipindi cha miaka 6 kutoka mwaka 2015 mpaka 2021. Binafsi naweza nikamuita mwalimu wa walimu. Leo ataagwa rasmi hapa jijini Dar es Salaam. Tutakuwa na mengi ya kuweza kuangazia kuhusiana pia na makala fupi ikiweza kumwangazia Charles Hilary Martin Mkwanga. Mimi nakukaribisha, naitwa Saidi Salibu Msumi, lakini nipo na wachambuzi wangu hapa, Michael Hiera, kijana kutokea Mbinga, lakini bila kusahau uwepo wa Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Ni mkubwa kweli kweli. Jambo la kwanza tusalimiane. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Vizuri. Fa vizuri sana. Afa vizuri kutambulisha kama mtu wa Mbinga. Ujependa? Asijependa. Cha majungo kaka, majungo kusaidia chote hichi kibalili cha mvua. Au unasema? Baba vipi ndugu yangu? Umefurahi kurejea kwa Michael Hiera? Nimefurahi. Nimefurahi. Huwa na majina yake. Michael Hiera. Lakini kitwangu wala ndugu yangu. Makaula. Makaula wiki hii amekutana na shughuli ya wajomba. Jomba alivaa jezi namba 10, alikuwa kila muda anamwambia sasa wewe kazi yako utakuwa unanisoma hapa, nimevaa jezi namba ngapi? Ilikuwa ni weekend nyingine ngumu sana kwa Makaula kwa mara nyingine. Rashid, tutakuwa na taarifa yake hapo baadaye, makala fupi ikiweza kumwangazia gwiji wa habari katika kitu ambacho na mkumbuka binafsi Uncle Charles. Nakumbuka ilikuwa ni finali za Euro mwaka 2020 ambazo zilifanyika 2021. Nilikuwa na tamka uwanja wa Wembley, nilikuwa nasema Wembley. Akapiga simu akambia mwambieni Msumi sio Wembley, ni Wembley. Natamkwa vile vile ama inavyoandikwa. Yes. Alikuwa ni mtu akikusikia kiteleza kidogo anakupigia simu jambo fulani. Correction pale. Ucheshi wake
Arsenal the Gunners ulikuwa mwambii kitu? Kweli. Of course. Mimi nimepata bahati ya kipindi ambacho yuko hapa kufanya naye kazi. Alikuwa bosi wangu pande wa radio. Bwana, of course kama kusema ni mtu mcheshi sana. Yaani uwezo kukaa na Charles dakika 2 au hujacheka. Bwana, sasa kuna mazoea, yani senge tushabezoeana naye sana. Yaani sana tulizoeana naye sana. Kiasi ambacho akikuona lazima tangulize masihara. Unaelewa? Kwa sababu wakati alikuwa na gari yake ile safu ile. Yes. Sasa alikuwa akiniona labda say niko getini pale anatoka kwa nyuma hivi, anaongeza muziki mkubwa, kwa muziki mkubwa. Afu anafunga vioo vyote. Bora afu anapita. Kisha pita anasimama. Kisha simama anafungua kimoja. Wasemaje hapa? Unasemaje hapa? Kweli alikuwa ni mtu mwenye masihara sana, lakini hata mimi kuna kipindi yani tuko tunarumbana sana. Unaona, kwenye kazi zetu hizi tunarumbana sana Chazi. Mpaka ngambia bana Chazi mimi siwezi. Yaani hicho tunakitaka yeye hicho mimi siwezi. Kwa sababu football terminology nyingi ni za Kiingereza. Sasa wewe ukianza kuniambia mimi nizitoe nizilete huko ngambia la mimi siwezi. Sawa, tutakuja kumwangazia Charles Hilary hapo baadaye. Kutakuwa na makala fupi ambayo tumekuandalia kwa ajili ya kumwangazia. Tunafurahia maisha yake ya kutuachia sisi hapa vijana wengi ambao kwa namna moja au namna nyingine tumeguswa na maisha yake. Lakini kwa sasa tuangazie soka letu. Tuanze katika soka letu kwa wakati huu hapa ambapo kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba hapo jana walitoka nyuma kwa bao 1-0 na kupata ushindi wa mabao 2-1 katika mchezo wa kiporo wa ligi kuu ya NBC ambao ulichezwa katika uwanja wa KMC Complex hapo jana, ambapo Simba Sports Club walitanguliwa kwa bao 1-0. Bao la KMC likifungwa na Mohamed Rashid Chambo, kijana kutokea Tanga. Alifunga bao kama hili mechi kati ya Coastal Union dhidi ya Azam Football Club. Katika ushindi wa Coastal Union wa bao 3-2 alitokea bench, aliturn afu akapiga. Kwa hiyo ni aina ya magoli ambayo Mohamed Rashid Chambo huwa anayafunga. Lakini Stephen Dese Mukwala alifunga mabao 2 ambayo yalitosha kuipatia Simba ushindi wa mabao 2-0, na hivyo Simba Sports Club kufikisha alama 69 nyuma ya vinara Young Africans ambao wapo mbele kwa alama 70 sasa, wakilingana katika michezo yote. Tuanze kutazama kwanza mchezo wenyewe kwa ujumla wake. Rashid, KMC ambayo tunajua wameachana na Kali Ongala, hayupo katika bench. Pia yule msaidizi wa Kali alianza kwa Matambala, akatoka akaja mwingine pia naye pia hayupo. Kwa hiyo yupo Mubeshi ambaye ameiongoza mechi ya jana. Tulipata ile test yake ya KMC na Simba. Kwanza walikuwa wana approach nzuri. Walikuwa na approach nzuri sana. Kwa maana ya kuamini kwamba Simba wapo hatua moja zaidi yao, na kuna namna ambavyo walikuwa wanajaribu kuweza kuwafanya Simba kutokuwa comfortable, lakini ni ngumu, na iliwapa ugumu kwa kiwango fulani kutokana na ubora baadhi ya wachezaji wa Simba. Lakini tasifia zaidi approach ambayo walikuwa nayo na attempt ambayo alikuwa ameipiga Rashid Chambo. Of course sio kwa bahati mbaya, ni vitu ambavyo tayari kuna vitu walikuwa na viridi kabla ya mchezo, na waliamini katika hili wanaweza kufanikiwa au kupata. Ilikuwa ni movement ambayo haikuwa na hatari sana. Yaani hatari kaitengeneza mwenyewe Rashid Chambo, sababu ni mpira ambao ulishapigwa ukaenda ukapotea ukarudi. Rashid Chambo kwenye namna kuseti alikuwa na uwezo kufanya vitu viwili mpaka vitatu.
alikuwa na uwezo kutoa pasi, alikuwa anaweza kutupiga cross, lakini akamtazama nafikiri goalkeeper akaamua ngoja nifanye kilichokuwa bora zaidi, na kikawa. Kwa sababu mpaka hapa ukiangalia mpira wakati unakwenda huku tayari Simba alisharudi kwenye shape yao nzuri kwenye eneo lao la kujilinda. Umeona Rashid Chambo alikuwa na uwezo wa kupiga pasi eneo ile ambao unamuona referee, alikuwa mchezaji wa KMC, alikuwa na uwezo wa kupiga kama cross, na unaweza kuona idadi ya wachezaji wa Simba walikuwa wengi zaidi, walikuwa 6 against 1 against, yes. Kwa hiyo ndio nakwambia ni mpira ambao haukuonyesha kuwa na hatari, lakini hatari aliitengeneza mwenyewe Rashid Chambo. Nafikiri baada ya kumtazama goalkeeper akaona kuna mahala ambapo nikitumia nguvu kubwa wa kuupeleka mpira naweza kupata chochote, so ikawa ni vele laki kwake na akaweza kufanikiwa attempts ambayo huwezi kumlaumu zaidi kwenye kile, utamsifia zaidi mpigaji kwenye hesabu nzuri alizokuwa nazo. Lakini haya magoli ya hivi kama wamekuwa akimfunga zaidi, inaonekana haya ni moja kati ya madhaifu makubwa alokuwa nayo Musa Kamara Pimpin. Yani mpira wowote ambao ukiupiga kuanzia mita 19 yani kurudi nyuma, umeelewa? Yani 19 kurudi nyuma, yani 19, 20, 21, 22 mpaka 25, si ndio nguvu za binadamu hapo, sio? Mpaka 20 unaweza kupiga zaidi hapo. Unaweza kupiga zaidi hapo, lakini kuanzia 25, umeelewa? Ni mita 25. Kwa mtu anayefanya mazoezi vizuri na nguvu ya kupiga, ukipiga mpira unaweza ukajaa na watu wakashangilia. Ni mipira ambayo inaonekana inamsumbua zaidi Pimpin Kamara. Yani ukipiga from the distance, Pimpin Kamara kumfunga imekuwa inaonekana ni jambo rahisi zaidi kuliko kimkaribia na kuweza kuattempt kutaka kumfunga. Kwa sababu hili ni goli la 5. Hili ni goli la 5 msimu huu Pimpin Kamara anafungwa goli la namna hii. Yani kupiga kutokea mbali. Na unaona anateseka, na akifungwa unaona ni sio mtu ambaye anajuta. Unajua kuna wale magoli goalkeeper anafungwa from the distance, unamuona huyu ni kama anajuta. Lakini Pimpin kama anaonekana mipira mingi ukipiga nje ya 18 na ukajaa na ukaamini kwamba anataka upige mpira pale unafika, basi Pimpin anapata sana taabu. Na ndio maana magoli yote hayo ukumuona anateseka. Tripoli, Coastal Union, Kagera Sugar, hilo goli pia, unaelewa? Hajuti, unaelewa? Kwa sababu anajua weakness yake kwamba huyu mtu anakuwa ameniridi muda mrefu, kwa hiyo hicho kifanya kimeweza kumpa advantage. Sawa, tuangazie kiwango cha Stephen Dese Mukwala na magoli yake mawili ambayo ameweza kuyafunga hapo jana. Amejipambanua sasa. Dese ni mtu wa tofauti, na tutakuwa kuangazia hapa magoli yake na mchango wake mabao mawili jana dhidi ya kikosi cha KMC. Michael. Dese ameonyesha ana kitu ambacho anaanza kukipata hasa kwenye eneo la namba ambazo anaziprovide ndani ya kikosi cha Simba. Lakini kwa Dese Mukwala ukiangalia magoli yake mengi ambayo ameyafunga kwenye ligi kuu, ukiachilia mbali ile sifa yake ya kuwa ni mchezaji ambaye anapenda sana kuzurura maeneo mengi kwenye eneo la juu la kiwanja, lakini magoli mengi ambayo Dese Mukwala ameyafunga yamekuwa ni kwenye eneo la mbele ya lango la wapinzani. Tafsiri yake ni kwamba kama Dese Mukwala angeweza kupunguziwa safari kwenye eneo la kushambulia na akawa yuko zaidi mbele ya lango la wapinzani, inawezekana angekuwa na namba kubwa zaidi ya magoli ama uhatari wake ungeongezeka zaidi. Reference ni mechi ambayo tunaizungumza hapa. Angalia magoli ambayo aliyafunga akiwa kwenye position gani, ni eneo ambalo analitazama lango na yeye ameenda ameshoot. Lakini rudi pia nyuma, kuna magoli kadhaa ambayo Dese Mukwala amefunga kwa kutap in. Kutap in ni ngumu kutapu ukiwa pembeni ya goli. Unatap in ukiwa kwenye usawa wa goli, kitu ambacho kwake pia amekifanya kwenye mechi kadhaa. Kwa hiyo unajaribu kuangalia kwa Dese Mukwala, pengine kuna nyakati ambazo alikuwa anakutana wakati mgumu kwa sababu nguvu nyingi alikuwa anatumia wakati ambao anatakiwa kumove zaidi kwenye maeneo either pembeni, kulia, kushoto kwenye uwanja, na kukosa ule ufanisi kwenye eneo la mwisho kiasi kwamba anakosa ile target na kuipa timu faida ambayo inaweza ikaisaidia kwa maana ya kupata magoli. Lakini kwa jinsi ambavyo mambo yanaonekana kwa sasa, unaona kile ambacho anakifanya akiwa kwenye eneo la mwisho kwenye box, anaweza akawa na utulivu na kuwa na target ya kupeleka mpira sehemu ambayo itakuwa ni rahisi zaidi.
Kama unakumbuka pia kwenye mechi ambayo alicheza dhidi ya Kagera alikuwa na wakati mzuri, alifunga magoli 3 kwenye zile assist ambazo alikuwa anawekewa na Lada Kichasami. Angalia ile magoli jinsi ambavyo alikuwa anafunga. Hayakuwa ni magoli ambayo yanamlazimisha either kukevu kama ambavyo Rashid Chamba amepiga ama kupiga kutokea mbali. Lakini kwenye eneo ambalo ni karibu ile hat-trick ilikuwa pia dhidi ya Coast. Ilikuwa dhidi ya Coast. Yes, zile pasi angalia jinsi ambavyo alikuwa anatengenezewa. Hauoni kama magoli mengi alikuwa anafungia akitokea mbali zaidi. So far unaweza ukawa unasema kwa mshambuliaji kufunga magoli inaweza ikawa ni kitu ambacho ni bora zaidi kwa upande wake, lakini amepitia pia nyakati kadhaa za kupanda na kushuka kwenye kile ambacho amekionyesha ndani ya kikosi. Na kuna muda ambao alikuwa pia sio mchezaji wa kuchaguliwa kwa kikosi cha kwanza, kwa sababu kwenye nafasi yake yeye baada ya kusajiliwa ikaonekana kama hatoshelezi kuipa timu kile ambacho anakihitaji. Wakaenda sokoni kuipata huduma ya Lionel Ateba ambaye aliingia na mguu mzuri. Mechi za kwanza alikuwa anaonekana kufanya vizuri kwa maana ya kufunga, lakini ni mchezaji pia ambaye alikuwa anaonekana kwenye uwezo wa kutunza mpira, kusubiria teammates wasogee juu. Ateba alikuwa anaonekana kuwa beta zaidi kuliko ambavyo Mkwala alikuwa anafanya, kitu ambacho kilimpunguzia Mkwala nafasi ya kucheza na Ateba akaonekana kuaminiwa zaidi. Lakini kadiri muda unavyozidi kwenda, naona naye pia anajaribu kuona kwamba okay, najaribu kupunguza madhaifu yangu na kuleta ubora kwenye kile ambacho nakifanya, kwa maana ya kuscore hasa kwenye eneo la juu kabisa la kiwanja kwenye eneo 18. Na ukitazama kuhusiana na takwimu za Stephen Dese Mukwala mpaka hivi sasa katika ligi kuu ya NBC akiwa na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, Stephen Dese Mukwala amecheza michezo 24, dakika 968, magoli 11, akifunga assist 3. Rashid, ukiachana na Stephen Dese Mukwala, nadhani itakuwa ni dhambi binafsi bila kuzungumzia kiwango cha Joshua Budo Mutale. Na hapa kwenye chikiti Rashid kidogo ulizungumza mengi kuhusiana na Mutale. Kwani unajutia? Kwani unajutia? Sijasema kama unajutia. Lakini nimesema kwamba itakuwa ni dhambi kwa ukizungumza kiwango cha Budo kwa hivi sasa ndani ya Simba. Yeah, of course anajitahidi, anafanya vizuri, anavutia sasa hivi Budo, hata kwenye namna ambavyo kama unaweza kuiona hii hapo. Yes, kama hii mechi ya jana, mimi kwangu kusema kweli katika wachezaji ambao walikuwa wananivutia jana, Budo ni mmoja wapo. Yaani wanasema ukiwa na bahati kile unachokigusa kinageuka dhahabu. Yaani hakuna kitu ambacho alikuwa anafanya kinaonekana kibaya. Alikuwa anapatia vitu vingi, movement zake, pasi zake, tapping zake zilikuwa fantastic sana. Of course ni improvement ambayo amekuwa nayo. Mimi kwangu nampongeza kwenye hiyo improvement ambayo amekuwa nayo. Inawezekana hata maneno yetu sisi yakawa yamechangia kuimprove kiwango chake. So unaelewa, anasikia, anaambiwa, watu hawakuamini, wanaona unarukaruka, wanaona unapoteza muda. Of course, yani ndio maana kwa mimi sijutii, kwa sababu Mutale wakati anakuja au hizo mechi za nyuma wakati paka nikana simuoni sio mchezaji mwenye faida kwa Simba, alikuwa anafanya vitu unnecessary. Unaelewa? Yani anaweza kuwa na mali akafanya vitu ambavyo havimsaidii yeye wala havimsaidii timu. So unaelewa? Kwa hiyo alikuwa anatumia muda mwingi sana kufanya vitu ambavyo havina faida kwenye timu. Kwa ufupi alikuwa anacheza vibaya. Unaelewa? Vibaya kabisa. Na hata kama ingetokea kwamba Simba, wachezaji wa Simba wapigiwe kula, wasipige kula mashabiki tofauti na wa Simba, hao mashabiki wa Simba wapige kula ni mchezaji gani tumtoe kwenye dirisha dogo au tumtoe kwenye dirisha kubwa, nafikiri Budo angeongoza kwa kupigiwa kula nyingi, si ndio? Kutokana na kile alikuwa anakifanya. Sio? Sasa hivi ameimprove, manake sasa hii consistency ndio ambayo tunataka tuione ikitoka miguuni kwake. Budo wakati anatoka klabu yake ya Zambia, Power Dynamo, alikuwa ni mchezaji mzuri, alikuwa anafanya vitu vingi vizuri. Nafikiri amechelewa kukop, lakini hiki anachokifanya, mimi akifanya vizuri nitampa credit kama ambavyo nimekwambia, mchezaji mzuri. Na jana, sio jana, hizi mechi 2-3 mechi za hivi of course amefanya vizuri sana. Kitu pekee ambacho kina miss Mbeya City. Yes, kitu pekee ambacho kina miss ni kuscore tu. Umeona? Ni kitu ambacho sasa hicho kinakuja tofauti na ulivyokuwa unamuona Mukwala. The same Mukwala na kesi ya Ateba, si ndio? Ateba aliletwa kwa sababu ya mapungufu alikuwa anaonyesha Mukwala. Sasa hivi
Mkwala kana kaa nje, Ateba kaanza vizuri. Bahati mbaya sana upepo mbaya ambao anaupitia Ateba ndio umepeleka confidence kwa Mkwala na kurudi kwenye kikosi cha kwanza. So mimi mchezaji akifanya vizuri na huu nasema yes. Budo sasa hivi sijutii maneno yangu ya awali, ila nasema Budo shilingi ingekuwa bunge nasema kuondoa shilingi. Budo sasa hivi anafanya kazi nzuri. Pia msimu nafikiri kwa Budo alikuwa anateswa na vitu kadhaa. Moja wapo ni kutaka kuprove kwamba yeye ni mchezaji bora ambaye amesajiliwa na Simba katika kipindi hiki, lakini alikuwa pia anataka kuthibitisha kwamba kile ambacho alikigeni akiwa Zambia anaweza pia akakitoa akiwa Simba Sports kwa msimu wake wa kwanza ambao alikuwa anaingia. Lakini unarudi pia kwenye style ya kucheza mchezaji. Yaani kila mchezaji huwa ana style yake ya kucheza ambayo pengine wakati mwingine inaweza ikawa inamtambulisha zaidi. Budo ni mchezaji ambaye mara nyingi silaha yake ya kwanza ni speed na dribbling ya haraka. Sasa ukiangalia vitu vingi ambavyo anaifanya Budo anatamani kufanya vitu kwa uharaka zaidi. Sasa ule uharaka ambao anaufanya muda mwingi ulikuwa unaonekana kupata X kwa sababu anaweza kadribble akapoteza mpira kwa uharaka, timu ikawa inapata shida. Angalia hata magoli ambayo yanapatikana jana. Ni vile ambavyo anagusa kwa uharaka, yani ukimwachia pasi anakupa maelekezo kama niwekee tena mimi nikimbie. Kwa nini usiseme gusa achia? Inawezekana ikawa neno zuri, lakini maana nimekwambia alikuwa anaweka, lakini unaona yani kuna direction ambayo pasi yako kwamba mimi nitakupa, yani mimi lazima nikakupigia pasi. Ikawa na maelekezo kwamba either hiyo pasi ukae nayo ama uniwekee niondoke nayo tena. Uko tayari kulitumia au utakutumia? Oh, unasemaje? Mimi nakuuliza wewe, sasa unasema umefafanua, Msumi kakuuliza kwa nini usitumie neno hili? Anagusa na achia. Achia. Sawa, tufanye hivyo Mkulungu. Au unasema wewe sasa, yani wewe uko tayari tuliweke kwenye answer kwamba neno hili pia umelitamka wewe Michael Yela? Sawa. Budo kwa jinsi ambavyo anacheza anaweka, unamwekea anaondoka, ndio sema anaweka. Niache basi kidogo asidimwambie Msumi. Sawa, tuangazie kuhusiana na ligi kuu ya NBC. Itaendelea tena hii leo ambapo kikosi cha Tanzania Prisons watakaribisha Coastal Union na Mangushi kutokea jijini Tanga majira ya saa 10 kamili za jioni. Prisons inashika nafasi ya 14 chini ya kocha Amani Josia ikiwa na alama 27, wakati Coastal Union ipo nafasi ya 8 na alama 31. Kuelekea katika mchezo huo, makocha na manahodha wa vikosi hivyo wamezungumza. Hizo ni umeonekana jioni hii katika mazoezi. Yes, tutakuja kuisikia hapo baadaye kuhusiana na mchezo huu. Hapo tuangazie takwimu za Tanzania Prisons ambao mpaka hivi sasa Prisons amecheza michezo 27, amepata ushindi katika michezo 7, sare katika michezo 6, kupoteza michezo 14, magoli ya kufunga 21, magoli ya kufungwa 37, alama 27, nafasi ya 14. Wakati Coastal Union wanamangushi wao takwimu zao zipoje kwa wakati huu? Hapa kikosi cha Coastal Union na wenyewe tuziangazie takwimu zao. Zitakuja hapa takwimu za Coastal Union. Ni mechi nyingine ambayo naamini ni do or die kwa mwalimu Amani Josia, kwa kile ambacho kama anataka kusalia bila kumwangazia Kagera Sugar nini atakufanya. Michael Hiera. Kwa bahati nzuri ni kwamba kwa Tanzania Prisons alama ambazo wako nazo hizo 27, kama anapata ushindi maana yake wanatani kwenye lile 13 kwenye 30, ambalo ni kundi ambalo unaweza kusema unaanza kujipa ile hope kwamba naweza nikawa kwenye mikono salama. Lakini kwa kwenye 20 plus hapa kuna heka ambazo unatakiwa kuzipitia ili kubakia kwenye ligi. Sasa ukiangalia pia kwenye alama 27 ambazo uko nazo sasa hivi, kama anashinda kwenye next match dhidi ya Coastal Union, kwa maana mechi ambayo anaenda kucheza, maana yake ni kwamba kuna timu ambazo pia anaenda kuziathiri ambazo ziko juu kwenye msimamo wa ligi pale, na ni timu ambazo unaziona zikiwa na alama 29 kama timu kama Fountain Gate ambao anaweza akawashusha kwenye ile nafasi ambayo wako nayo. Lakini unaweza kuona pia jinsi ambao wanaweza kumkaribia KMC ambaye naye pia ana alama 30 kwenye msimamo wa ligi. Mashujaa ambao nao pia wako hapo juu alama 30. Hao wote pia anaenda kuathirika na matokeo ambayo Tanzania Prisons anaenda kuyapata, kama atapata matokeo chanya kwa maana ya kushinda. Kwa ni mechi ambayo kwa Prisons inaweza ikawa ni mechi muhimu zaidi kwa sababu ya haya mazingira ambayo anajua kwamba nikipata ushindi kwenye mechi hii sio mimi tunaenda kufaidika, lakini pia kuna watu ambao wanaenda kuathirika moja kwa moja. Yaani ingekuwa ni mechi ambayo yeye anashinda
afu pengine amsumbui mtu ambaye yuko juu yake, ingekuwa ni mechi ambayo unaweza kaweka pending. Lakini kwa sababu matokeo ambayo anapata kama ni mazuri, anaenda kuathiri wale ambao wako juu yake ambao ni washindani wake wa karibu, inakuwa ni mmoja kati ya mechi ambayo ni muhimu zaidi kwa upande wao. Sawa, kwa wakati huu tutakasikia makocha na wawakilishi wakiweza kuzungumzia kuhusiana na kuelekea mchezo wa leo. Nadhani vijana wako vizuri, lakini pia kiufundi nadhani tumeandaa vizuri, tukitambua kwamba ni mechi ngumu iliyoko mbele yetu. Tukitambua kwamba tunacheza na timu ambayo iko juu yetu kwenye linapokuja swala la point. Kwa hiyo na sisi tunavyotaka kujinasua kutoka huko chini, nadhani tumejiandaa kwa ugumu, lakini nadhani faida kubwa moja hapo ambayo tunakuwa nayo ni kwamba tunajiandaa katika ardhi ya nyumbani. Kwa hiyo tunapenda kuchukua nafasi kuwakaribisha wenzetu, mzee wangu mzee Joseph Lazaro pamoja na timu yake na timu ya Coastal Union kwenye mji wa Tanga, tukiamini kwamba tutakuwa na mechi nzuri yenye ushindani, huku sisi Tanzania Prison tukiweka maandalizi makubwa kwa ajili ya kuweza kupata ushindi kwenye mechi hiyo. Tunahitaji kuwa na wachezaji ambao ni attacking minded wengi, kwa sababu nafikiri ni fursa ambao unaipata wewe kuweza kuitumia kwenye mechi hiyo. Kwa hiyo nadhani kama mnavyofahamu mind ya Muiru ambaye anacheza beki, nafikiri ni yuko more attacking zaidi, lakini nadhani anatuofa vitu viwili. So umezungumza issue ya kiufundi, nafikiri ule ni mpango ambao tunauseti kutoka kwenye mazoezi yetu, namna ambavyo timu inaweza ikatengeneza mpira kutoka kwenye phase yetu ya kwanza na kwenye phase ya mwisho, na namna ambavyo wanaweza wakafanya mobility kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji, ni kitu ambacho kinatusaidia. So tuna namna ambavyo tunaweza tukaopti kulingana na timu tunayocheza nayo, so to overload sehemu ipi ambayo tunafikiri kwamba pako na weakness. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kama tukifanya analysis ya timu pinzani tukaona hapa kuna weakness ama hapa pako hivi, tunaweza tukaopti kwamba hapa tunaenda kwa overload sehemu hili kusudi tuweze kupata faida. Na ninashukuru kwamba tunapokuwa tuna plan vitu vya namna ile vinatupeni faida. Kwa hiyo nadhani ile ni tactical ambayo inakuwa inatokana na namna ambavyo mtu tunavyokuwa tunacheza naye. So hii ni mechi nyingine, nadhani Coastal ni tofauti na mpinzani ambaye aliyetangulia, si ndio? Yeye yuko strong maeneo fulani, maybe yuko na weakness maeneo fulani, na sidhani kama kitu cha namna kinaweza kuwa kina apply kwa kila timu. Kwa hiyo nafikiri tutakuja na mpango sahihi kwa ajili ya ugumu wa mpinzani alio nao pamoja na weakness ya mpinzani ambayo yuko nao. Sisi tunamshukuru Mungu mpaka kufikia siku ya leo tuko salama na maandalizi yako vizuri kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Coastal Union. Kwa sisi hatuzungumzii michezo mitatu. Sisi kama timu huwa tunaanza kuzungumzia mchezo mmoja mmoja. Kwa hiyo tukikaa kama group tunaongea, tunaanza na Coast. Kwa hiyo tunatafuta pointi muhimu ambazo tutazipata kwa Coast. Tukitoka kwa Coast tutaenda kwa mechi nyingine ambayo itafuatia mbele yetu. Kwa hiyo mimi naomba nirejee kauli yangu ambayo niliwahi kuizungumza hapa. Sisi kwetu haijaisha mpaka iishe. Yote kwa yote tumejiandaa kwa mchezo ambao upo mbele yetu. Tumejiandaa vipi? Ni jinsi ambapo nafasi tupo na wenzetu hapo. Mwanangu hapa Simba ameshasema vile vile na yeye. Kuanzia watu wa 7 mpaka nafasi ya mwisho hakuna ambaye yuko salama. Ndio hivyo. Kwa hiyo tunaingia kwenye mchezo kujua hayo ndio yapo. Watu kila mtu sisi na wao, kila mtu anataka kushinda ili kutoka sehemu alipo kwenda sehemu salama. Hatujiandae kwa kosa hili moja tu. Tumejiandaa kwa mchezo mzima. Tunajua Prison inahitaji nini sisi. Ni kushinda moja kwa moja. Na sisi vile vile ni kushinda tu. Yakitokea kufungwa kutoka draw ni moja ya mchezo. Kwa sababu ukiangalia kwenye msimamo wa ligi nafasi zimekaa mbaya sana, kuanzia nafasi ya 6 mpaka nafasi ya chini. Kikubwa tunagombania tupate matokeo ili tukae sehemu sahihi zaidi. Ni kumaliza nafasi ya 5 katika ligi. Ukizungumzia makocha ambao mimi naita Ankali, basi kuna Ankari Juma Ramadhani Mgunda, afu kuna Ankali Joseph Lazaro. Au nimekosea? Haujakosea. Makali kabisa. Tuangazie takwimu za Coastal Union na Mangushi mpaka hivi sasa katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Takwimu zao zimekaaje? Matokeo yao wamepataje mpaka hivi sasa? Coastal Union wao wana alama 31 katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Takwimu zitakuja hapo. Rashid, lakini tunaenda kuiona test nyingine. Ni mchezo wa kimtego zaidi kwa Tanzania Prisons kwa sababu alama zao 27. Hizi ni takwimu za Coastal Union Wanamangushi. Umekaa kimtego zaidi kwa sababu Tanzania Prisons ana Coastal Union leo, ana Young Africans, anamaliza Singida Big Stars, Black Stars. Ni michezo tough zaidi
huu yuko nyumbani, anaweza kusema kwamba hii ni turufu yangu muhimu? Yeah, of course, kwa sababu ukiangalia hizo takwimu hapo za Coastal Union, ni takwimu mbaya kutokana na kile walichokifanya msimu uliopita. Kwa manake wamerudi hatua moja nyuma. Na hizo alama unazoziona hapo, ana alama 31. Manake kwenye hizo alama 31, kama atapoteza mchezo dhidi ya Coastal Union, dhidi ya Tanzania Prisons, manake yeye na Tanzania Prison tofauti itakuwa ni alama moja. Ni alama moja. Manake Prisons atakuwa na alama 30, yeye atakuwa na alama 31. Alafu atakuwa wako sawa kimichezo. Sio, unaelewa? Kwa hiyo inawezekana ni nafasi ngumu pia kwa Coastal Union. Ni mchezo ambao kama watashinda atakuwa na alama 34. Maana yake atakuwa ametoka mahali alipo, atakuwa ameongeza hatua moja zaidi. Kwenye hayo matokeo ndio bana nakwambia huu mchezo sio mchezo wa kukosa. Wakulungwa wote mchezo huu tunatakiwa tuutazame kwa macho matatu. Unaelewa, wakulungwa? Kwa sababu ni mchezo ambao kwangu mimi binafsi ninaamini huu ni mchezo ambao kama ambavyo tumesema ni do or die kwa Amani Josia, na ni mchezo ambao unaweza kuleta kadhia ya namna moja ama nyingine kwa Coastal Union, kwa sababu tofauti itakuwa ni alama moja, na ni mchezo ambao kama Prison atapoteza mchezo huu, kwa hisia zangu na hisi Prisons ataingia kwenye matatizo makubwa ya kutafuta alama, kwa sababu mchezo utakaofuata atakuwa anacheza na Young Africans. Young Africans ambaye ukimtazama kwenye tebo jinsi alivyo na mpinzani wake ambaye alikuwa anaamini anaenda naye sambamba, tofauti yao ni ndogo mno. Tofauti ni alama moja. Magoli ya kufunga, Young Africans anaongoza kwa magoli kufunga magoli 68, Simba kafunga magoli 62. Sio, unaelewa? Utofauti unauona ni watofauti wa magoli 6. Sasa ni ngumu kuamini Tanzania Prisons anaweza kupata matokeo dhidi ya Young Africans. Ukiangalia Black Stars ambaye atamaliza na Tanzania Prisons, Black Stars anashindana na Azam FC. Tofauti ya Azam na Singida Black Stars ni alama moja. Ni alama moja. Kwa hiyo Singida na Azam na wao wanalazimika kwenda kushinda michezo yao iliyobakia ili mmoja amalize nafasi ya 3. Maana nafasi ya 4 na yenyewe imekuwa sio nafasi nzuri sana. Sio, unaelewa? Kwa sababu chochote kinaweza kutokea. Maana bingwa anaweza katokea huku akawa sio miongoni ambao wanashika nafasi za juu, kwa hiyo manake automatic hii nafasi ya 4 itakufa kirahisi. Na hapo mtaje tu kwamba ni JKT. Umeelewa? Sitaki kuambia manake hii nafasi itakufa kirahisi. So manake hiyo vita ya Singida Black Stars na Azam FC kwenye utofauti wa alama moja haiwezi kuifanya Tanzania Prison kuwa sehemu ambayo ni rahisi. So huu ni mchezo ambao Tanzania Prisons analazimika kupata matokeo dhidi ya Coast, iwe jua iwe mvua. Analazimika kupata. Kwa unavyoona Kikurungu inaweza ikaisha pacha mechi, lakini mimi nawatakia kila laheri, alijiandaa vizuri apate matokeo. Sawa, huo ni mchezo mmoja wapo leo ambao utaweza kuchezwa kati ya Tanzania Prisons dhidi ya kikosi cha Coastal Union kutokea barabara ya 11 pale jijini Tanga. Lakini mchezo mwingine leo itakuwa ni wa ligi kuu ya NBC Bukoba, utachezwa kati ya Kagera Sugar wana Super Nkurukumbi ambao wao watawakaribisha Mashujaa Football Club majira ya saa 12:30 jioni. Mashujaa Football Club ipo nafasi ya 10 na alama 30, wakati Kagera Sugar ipo nafasi ya 15 na alama zao 22. Kuelekea mchezo huo tuwasikie makocha na wawakilishi wa wachezaji wakiweza kuzungumzia kuelekea mchezo wa leo. Yes. Kweli hatupo kwenye hali nzuri, mashabiki wetu wanafahamu swala hilo, lakini pia sio wao peke yao, hata sisi benchi la ufundi pamoja na wachezaji wetu hali yetu sio nzuri. Tunajaribu kupambana kutoka kwenye hali hii. Kama ulivyosema, tunacheza mechi yetu ya mwisho hapa uwanja wetu wa nyumbani. Baada ya hapo tunaondoka. Kwa hiyo tuwasii kwamba waje kutusapoti kabla ya kwenda kumalizia mechi 2 zilizobaki ugenini. Kwa hiyo wao tunawategemea, wao wamekuwa kitusapoti sana, wametupa ushirikiano mkubwa. Kwa hiyo mimi na 100% kwamba walivyokuwa wakija huko nyuma watakuja kwa wingi kwa ajili ya kuisapoti timu yao. Kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo.
Ukizingatia bado hatuna matokeo mazuri na mwendelezo bado sio mzuri kwenye ligi, lakini tunafahamu uhitaji wa hiyo mechi na tunafahamu wapi tuliko. Kwa hiyo kama wachezaji tumejiandaa vizuri na naamini kwa maandalizi ambayo tumefanya tutaenda kupata kitu katika hiyo mechi. Kwa hiyo niombe washabiki, bado sisi kama wachezaji hatujakata tamaa, tuna hali bado ya kupambana, mechi zimebaki 3, kwa hiyo tunaweza kufanya chochote. Kwa hiyo mashabiki waje kwa wingi, waje kutusapoti, wasikate tamaa. Kama sisi wachezaji wao hatujakata tamaa, basi nao wasikate tamaa, waje kutusapoti. Kwanza niseme tu Kagera ni timu bora, ina quality players na pia ina benchi zuri la ufundi, ina walimu wazuri. Tangu amejiunga mwalimu Kaseja na ile timu ameweza kuibadilisha kwa kiasi kikubwa kiufundi na inacheza vizuri. Naona kabisa wanacheza mpira wa ushindani. Tegemea kuwa na mchezo mgumu sana na mchezo mzuri sana. Kwa hiyo kwa nafasi ambayo uko nayo hatuwezi kuingia kwa wako pale, bado ana nafasi ya kuweza kubaki kwenye ligi na bado ana nafasi ya kufanya vizuri. Kwa hiyo timu iko sawa, tunaijua, tumepata muda mwingi kuiangalia Kagera mechi nyingi za nyuma, iko sawa. Kwa hiyo tunategemea kupata upinzani mkubwa sana. Kagera Sugar ni timu nzuri na timu ina wachezaji wazuri. Kwa sisi tumekuja kwa lengo moja, kuweza kuhakikisha kupata pointi 3. Mchezo utakuwa mgumu na morali kwa wachezaji wetu iko hali ya juu sana. Kutakuwa mgumu kwa sababu Kagera Sugar ina wachezaji wazuri na ina timu nzuri pia. Sisi tunawaambia tu mashabiki wetu wa Kigoma wana mapigo na mwendo wenyewe, wajitokeze tu kwa wingi, hatutowaangusha. Kwamba hatutowaangusha. Kuna kitu kimoja, michezo kama hii nadhani kwa hapa tulipofika ilipaswa kucheza muda mmoja kwa hizi timu ambazo kwa mimi kwa hizi ilipaswa kucheza muda mmoja. Ile raundi ya 28 hii 27 sema ushacheza 28 sasa inaenda 28 yani kwa 28 of course, yani kwa mazingira ya hivyo hii ni 27 kwa sababu tutabadilisha michezo miwili. Kabakiza michezo miwili vipi? 27 afu naenda 28 29. Yes, sasa ndio maana nasemaje? Huu wa 27 ingechezwa nao yote ingechezwa. Yani kuna iona kwamba sawa bodi hawajachelewa, lakini kama hapa ni ya kimaamuzi zaidi ndio tunaelekea huko. Bodi akili yangu, lakini kwa ratiba ya bodi mechi ya raundi ya 29 na 30 ndio zinachezwa pamoja, zinachezwa muda mmoja. Lakini of course hoja yako ni kwamba inakuja pia kutokana na ushindani ambao upo sasa hivi. Yani ukiangalia level ya ushindani na uhitaji wa alama kwa kila timu, unaona kabisa kwamba kuna mtu anamvizia mwenzake. Yani matokeo kwa mfano unaona sasa hivi ninapopiga mahesabu, yani ikatokea pap Coast kapata matokeo dhidi ya Tanzania Prison. Alafu mechi ya usiku ni Kagera cheza labda. Ni Kagera na Mashujaa. Umeona matokeo yale yanapoathiri mechi ya huko. Yani watafanya kila linalowezekana. Bora kuna simu zipo. Gapi huko lakini huko 3 mko wote uwanjani. Kuliko mmekaa kwenye screen mwanga basi washakufa. Sasa twendeni tukafanye kazi wanamme. Of course inafikirisha. Nimeiwaza hiyo. Inafikirisha lakini ni ilikuwa ni ngumu kwa sababu najua ligi ni marathon. Yani hii imetokea tu coincidence kwamba mazingira yamekuwa yako hivi. Na kanuni hizi sio misaafu. Na wao wana mamlaka zaidi, wanaweza kaangalia kama hapa kuna uwezekano hapa kukaa kuna match fixing, maana hebu tuituni ratiba iwe hivyo, lakini nafikiri it's too late kwa sababu leo ndo wanacheza, si ndio? Sio ile kikao cha kuungo ndo tumekaa. Umeona? Ni ngumu, wanaweza kugomea kaka. Wapigiwe simu, wewe sikizeni bana. Ndio 28 mcheza muda mmoja. Muda sahihi ni muda ule ambao unacheza Sokoine. Kwa kidimuki hapa. Wale hawatoki mjini, wale wanatoka hapo wanakuambia tunatoka polini sisi. Misenyi kutoka Misenyi mpaka Bukoba kilomita 50. Kilomita 50 afu gari letu lina shida. Kwa hiyo maana tutachelewa kuja. Kwa maana tayari kutoka kuna excuse. Lakini so far wazo lilikuwa zuri, lakini wazo limekuja kutokana na ushindani ambao umejitokeza na kuiona kama ni mechi za maamuzi kwa sababu wote wana mechi ngumu. Kwa sababu hata Kagera Sugar baada ya Mashujaa atacheza na Namungo, atacheza na Simba. Umeelewa? Nafikiri katika hali ya kawaida ni ngumu kusema Kagera anaweza kupata matokeo dhidi ya Simba. Kutokana na Simba tunaamini. Umeona? Mimi binafsi ninaamini Simba na Yanga hawatafungwa mechi yoyote zilizosalia.
Simba na Yanga. Simba kabakiza na tunatunza risiti yake. Wewe tunza hii kaka risiti. Itakaa hapa. Kwa sababu hata kwenye viporo nilikwambia hivi. Super Salim Mlege yupo. Gifty Alex Macha kutokea Masri yupo. Na kaka na nakosistizia kweli. Simba na Yanga. Kwenye hizi mechi 3 zilizosalia wote watatu. Hakuna hata mtu mmoja ataangusha alama. Zinadumu. Kwa sababu Simba anacheza na mechi inayofuata anacheza na Singida Black Stars. Umeelewa? Siwaoni Singida Black Stars wanaweza kuleta upinzani mkubwa kabisa, lakini end of the day watapoteza mechi. Simba baada ya hapo anakuja kucheza na Ken Gold tayari Mufris. Umeelewa? Haya. Sana hii mechi itaenda kumpa magoli mengi tu Shansha Awa. Umeelewa? Na kwenda kutafuta top scorer. Mechi ya mwisho ya Simba atacheza na Kagera Dar es Salaam. Ni mechi ambayo Simba mbona uisemi? Sasa hiyo Simba na Yanga si. Yaani hii ina wasifu wake tofauti. Umeona hizo mechi za Simba? Mimi sioni kama Simba anaweza kuangusha alama dhidi ya hizo timu 3. Young Africans. Mechi inayofuata Young Africans anacheza dhidi ya Namungo. Anacheza Dar es Salaam. Si ndio? Namungo huwa ni bora sana against Simba kwenye kutafuta matokeo akiwa Dar es Salaam. Na amekuwa na bahati hiyo kupata alama moja na kuwa mpinzani mkali, mpinzani mzuri, lakini sijawahi kumuona akiwa mpinzani tafu dhidi ya Young Africans. Kaje shai kupata alama. Ndio nakumbuka ile akina Molinga ile, nakumbuka akina Edward Manyama ile. Anafunga bao na Big Mana Bruce. Mechi inayofuata ya Young Africans anacheza na Tanzania Prisons. Si ndio? Ambao atamfuata Mbeya. Mechi ya mwisho ya Young Africans anacheza Yanga na mechi na Coast pia. Na mechi na Coast. Ana mechi 4. Ambao anaenda kucheza Tanga. Ana mechi 4 maana yake. Sisi walicheza na Yanga ile kule moja bila. Shamalizana naye. Shamalizana naye. Kwa sababu hizi ndio mechi 3 za Yanga zilizobakia kaka. Umeona? Namungo, Prisons pamoja na nani hapa mwisho anamaliza naye. Anamaliza akiwa Dar es Salaam lakini anamalizia jijini. Anamaliza jijini hapa. Anamaliza na Dodoma Jiji. Umeona? Mechi ya mwisho Yanga anamaliza na Dodoma Jiji, Dar es Salaam. Umeelewa? Sasa kwenye hizo mechi 3, wewe niambie mechi ipi Young Africans hapa anaenda kuangusha alama? Ndio maana nakwambia kwenye mechi hizi zote 3 za Simba na Yanga siwaoni hawa wakienda kuangusha alama, ila wao watakavyokutana hiyo tarehe 15 si Benjamin Mkapa kaka? Matokeo ya pale ndio watakayoamua bingwa nani, lakini hawa walobakia nafikiri mzigo utakuwa mkubwa sana. Mtu anaweza kaona tunasema kwa hisia zetu, lakini ndio uhalisia. Yani I'm not sure kwa asilimia hata 50 kwamba Young Africans anaweza kuangusha alama dhidi hizi mechi zosalia, au Simba anaweza kuangusha alama kwenye hizi mechi zosalia. Na ndio maana tunaona hawa walikuwepo hapa chini hapa ambao wanakutana nao Tanzania Prisons na Kagera, finali yao ni hizi mechi wanazocheza leo. Sawa. Hapo kwa kusema Benjamin Mkapa malizia kwa Rashid Mijuza, kabla sasa ndo meneja wa uwanja. Rashid Mijuza. Milinde Mahona yeye sasa hivi ndo ameingia kwa msimamizi wa na kazi ule kutunza ule uwanja ule. Sawa. Mtu mmoja muungwana ataweza, lakini kazi anayo. Sawa, tukaangazie taarifa nyingine ambapo michezo imetajwa kuwa mbinu muhimu ya kuhamasisha utalii, hususan utalii wa ndani, kufuatia kuwa watalii kwa njia ya michezo hutumia vyombo rafiki kwa wananchi wengi, kwani hawahitaji kukodi gari ili kufanya utalii. Hayo yamebainishwa katika uzinduzi wa msimu mpya wa utalii katika pori la akiba ya kijeshi la Kijereshi uliohusisha mbio za miguu za kilomita 6. Mwenzetu Rehema Evans na taarifa zaidi. Utalii toka pori la akiba Kijereshi ameeleza aina mbalimbali za michezo inayoweza kutumika kutalii ndani ya pori la akiba Kijereshi na faida zake kwa watalii. Kuna utalii wa kutembea kwa miguu. Utalii huu mkija kutembelea maeneo haya mnatembea huku mnatazama wanyama. Kuna utalii wa kuendesha baiskeli. Mgeni anakuja anaendesha baiskeli huku akisindikizwa na ulinzi. Kuna kuwa na askari mwenye silaha ambaye anasaidia
kutoa ulinzi kwa wageni wasizurike na wanyama wakali. Wananchi walioshiriki mbio hizo ndani ya pori la Kiba Kijereshi wameeleza uzuri wa aina hiyo ya utalii. Pia tumekimbia, tumezunguka, tumekuja mpaka huku. Nilichokiona ni wanyama pamoja na misitu, ila na washauri wananchi wenzangu waweze kujiongea na waweze kujumuika, wataona utalii wote wa ndani na watafurahi na watafurahia kama sisi tulivyofurahi. Ukiangalia mazingira yalivyo na uasili, wote wa asili, wanyama na kukutana na watu mbalimbali, hakika unapata burudani sana. Tumekimbia kutoka pale Tawa ofisini mpaka hapa, lakini pia tumekutana na tembo njiani, tumekutana na vitu vingi vya asili ambavyo vimetuimarisha zaidi kuwa watu wa utalii zaidi. Kutoka mkoani Simiyu, Rema Evans, Azam Sports. Sawa, nitamhamasisha naye Rashid Hamis tukafanya utalii wa kuweza akakimbia vile. Tukakimbie, tukatembee, tukaone wanyama. Kaka. Unataka mtoto funamwona kasongo kwa mbali. Mbona wewe? Kuna kitu kinakuja huko. Nimefurahi tukasema tumeona tembo. Sema uzuri wa tembo hataki kelele. Sasa anaweza akavurugwa sasa. Akasikia harufu. Ndio maana nasema ukienda hivi usipake manukato. Wanasikia sana harufu wanyama. Ni kitu kizuri kusema kweli. Nenda katalii kwa sababu lakini nakuonea huruma ndugu yangu. Natamani uende kutalii. Maana yake kwa sababu mimi nikakimbia kaka. Kwa sababu ndugu yangu wewe kukimbia sio shida. Nakimbia. Hivyo unategemea labda chui anakufukuza, anamuona Michael Hela anapita mbele. Waza anahangaika naye kaka. Ni kama anamuona sungura tu, anamgusa au unabilingita na kuacha unanyanyuka kimbiza tena. Sawa Rashid pamoja na Michael Hela. Ila utalii muhimu. Sawa, tutafanya utalii. Sisi tutafanya utalii hapo ndani. Sawa, hapo mwanzo kabisa tulizungumzia kuhusiana na kifo cha nguli ama gwiji wa tasnia ya habari Charles Martin Hilary Nkwanga, na hii hapa tumekuandalia makala fupi ikiweza kumwangazia Uncle Charles. Charles Martin Hilary Nkwanga, gwiji la habari, mbobevu wa lugha Kiswahili, baba, kaka, babu na mlezi wa wengi kwenye tasnia ya habari, hatimaye leo umetuacha ghafla anko. Ni taarifa ambayo kila mmoja wetu hajatamani kuisikia, kwamba kuanzia leo hatutasikia tena sauti yako adhimu iliyonakishiwa na lafudhi tamu ya watu kutoka pwani, ukifafanua mambo mbalimbali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Muumba wa mbingu na ardhi amesema yametosha kwa miaka yako 65 ya kuishi hapa duniani tangu ulipozaliwa pale Jang'ombe mjini Unguja, Zanzibar, Oktoba 22 mwaka 1959. Watanzania walianza kuisikia sauti yako kuanzia mwaka 1980 ndani ya studio za Radio Tanzania Dar es Salaam, RTD kwa sasa TBC, mpaka mwaka 1994 ulipoamua kusaka maisha mapya ndani ya IPP Media chini ya kituo cha Radio 1 Stereo. Tulifurahia sauti yako hata kama ulitoka nje ya nchi kwa kwenda idhaa Kiswahili ya Ujerumani yani DW mwaka 2003 mpaka mwaka 2006, kisha kujiunga na shirika la utangazaji la Uingereza yani BBC mwaka 2015. Tutasahau vipi rekodi yako ya kuwa mtangazaji wa kwanza kutoka Tanzania kutangaza mchezo wa kombe la dunia mwaka 2010 ukiwa uwanjani Afrika Kusini. Aprili 2015 ilikuwa ni mwanzo mpya wa kuijenga taifa lako ukiwa nyumbani tena baada ya kujiunga na kampuni ya Azam Media Limited na kuwa mshindi mkubwa kwa mtendaji mkuu wa zamani wa Azam Media ndugu Tido Dastan Muhando kwa kumpata gwiji wa tasnia ya habari ndani ya ofisi yake. Na haikushangaza kutokana na uwezo wako kuongoza kwenye nyadhifa mbalimbali kama mkurugenzi wa michezo, mkurugenzi wa uzalishaji wa vipindi na mkurugenzi wa UFM Radio. Miaka yako 6 ilimalizika mwaka 2021 pale ulipoteuliwa kuwa mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Zanzibar pamoja na msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ACMZ, mpaka mauti yalipokukuta leo Mei 11, 2025. Hakika gwiji la habari umetuacha ghafla Uncle Charles. Raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Pumzika kwa amani. Charles Martin Hilary Nkwanga. Ni makala hii hapo fupi ikiweza kumwangazia nguli wa habari Charles Hilary Martin Nkwanga. Hakika sisi ni wa Mola na kwake tutarejea.
tukirejea. Kwa wakati huu hapa tunahitimisha soka letu. Tutakaporejea tutakuja kuangazia joto la Afrika. Wenzangu ni Michael Hiera, kijana kutoka Mbinga, pamoja na Rashid Hamis Don, the heavyweight pundit, the only one in Africa. Na mimi ni Saidi Salim Msomi.